ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini kwa kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kutiba alaikumus siyam, mmefardhishwa, mmelazimishwa, mnatakiwa mfunge, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama vile ambavyo huko kufunga ilikuwa ni lazima kwa wale ambao waliokuwepo kabla yenu, lengo mumche Mwenyezi Mungu. Sasa siyam, kufunga, nini maana yake? Kufunga maana yake ni kuacha kula na kunywa na yale mengine yote yaliyokatazwa, hata yale ya halali ambayo katika miezi mingine ilikuwa ruhusa kuyafanya. Ndani ya mchana wa mwezi wa Ramadhani umekatazwa usiyafanye. Kufunga kula na kunywa min tului alfajri, tokea alfajiri kuchomoza, alfajru sadiq, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Muda huu unatakiwa tumbo lako lisiingie chakula wala kinywewa. Kwa maeneo yetu haya ya Afrika Mashariki, tokea alfajiri kuchomoza mpaka jua kuzama sio chini ya masaa 13. Tokea alfajiri sadiq kuchomoza hadi jua kuzama sio chini ya masaa 13. Hii ni kuonyesha kwamba kazi tuliopewa waumini kuifanya ina falsafa kubwa, ina malengo makubwa katika maisha yako wewe kama mu'min. Wewe mu'min, katika miezi 11 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum mimma razaqnakum halalan tayyiban, enyi mlioamini, kuleni vile baadhi ya vile ambavyo nimewaruzuku, kuleni. Ikiwa ni halali, kuleni vizuri, kuleni. Tulipewa ruhusa ya kula miezi 11, ni ruhusa, ilikuwa ni amri yaqtadi al-ibaha, ni amri ya kuchagua, si amri ya lazima. Ramadhani ni amri ya lazima, lazima uache kula kwa masaa 13 siku nzima, kuanzia kutokea alfajiri sadiq hadi jua kutua. Hii ni lazima. Lakini kwa ile miezi 11 katika kule kula hukuambiwa lazima ule. Ingelikuwa ni lazima kula kwa miezi 11, viwiliwili vyetu visingeliweza kustahimili wingi wa chakula, kingelikuwa kingi ndani ya miili yetu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema kuleni, na amri ile haiitwi amri ya lazima, lakini amri hii ni ya lazima. Kuna siri gani ndani yake? Siri yake ni kwamba ni lazima usile mchana ili uipunguzie kazi
upunguze kazi lile tumbo ambalo lilifanya kazi ya kukusanya vyakula kwa muda wa mwaka mzima. Hata kama ulichagua, mimi nitakula jioni tu, nitakula chapati moja tu, nitakunywa chai tu, lakini kwa miezi 11 mwili umebeba chakula cha kutosha. Ni amri, lakini ile ilikuwa amri ya kukhiarisha. Sasa kwa kuwa mwili umejaa chakula cha kutosha, ukikhiarishwa tena kwamba uongeze na huu mwezi mmoja uwe mwaka mzima, miezi 12 unakula tu, utakuwa sio mtu wa sawasawa. Huwezi kuishi maisha ya salama. Kwa hiyo mu'min ukaambiwa ni lazima masaa 13 tumbo lako lisiwe na kitu. Maana yake nini? Kazi itafanyika ya kutosha katika tumbo lako kulipunguzia mzigo kwa masaa 13. Ukiongeza masaa 13 mara 29 au mara 30, utagundua kwamba siri nzito aliyotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumbaji wetu, ni ya kututaka sisi tuishi kwa amani na furaha ya moyo na ya mwili. Wataalamu wanasema kwamba kazi hii ikifanyika kwa muda wa mwezi mzima, saumu au hiki kitendo cha kufunga kinakwenda kuondoa makorokoro katika mwili wako, na mwisho wa yote inakuletea afya ya mwili, lakini pia inaleta afya ya akili. Tatizo kubwa ambalo tunalo sasa hivi, afya ya akili. Wewe angalia yule mtu aliyekula na kushiba, huwa analala. Kila ukishiba sana unalala tu, hakuna kinachofuata. Na ukila ukishiba sana unakuwa mzito tu. Kwa hiyo chakula wakati mwingine ni sumu, chakula wakati mwingine ni dawa ya kulevya. Inakwenda kuharibu ubongo wako ambao ulikuwa unatakiwa usimame imara kufanya kazi zake, ili na wewe ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo kitendo cha kufunga masaa haya 13 ni dozi aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu, ili iweze kututibu. Mtume aliposema sumu tasihu, fungeni ili mpate kuwa na afya. Katika jumla ya afya ni afya ya akili. Kwa maana hiyo tufunge jamani, tufunge vizuri. Mtu asifunge kwa kubabaisha, ili afikie lile lengo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka tulifikie, la kupata afya njema, la kupata afya ya akili. Kukosa akili, eneo la akili likiwa linasumbuliwa, ndio matatizo mengi tunayaona katika jamii yetu. Funga inaleta ustawi wa jamii. Mtu atakapokuwa ana afya ya akili ya kutosha, atakachokifanya mtu huyu ni kile kitakacholeta maslahi katika jamii yake. Tufunge vizuri ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kupata jamii yenye ustawi. Lakini pia Mwenyezi Mungu anatoa mafunzo ya mtihani kwamba wewe mu'min pia unatakiwa ufanye zoezi la kuacha halali
ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani unaiacha halali chakula chako mwenyewe, lakini unaambiwa usile na unaacha kukila kweli. Mchana wa mwezi wa Ramadhani na mengine mengi ambayo yaliyokuwa halali katika miezi mingine unaambiwa usiyafanye, unaacha. Hili ni zoezi. Pale katika ile miezi 11 inayofuata, haramu kuiacha itakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo mbali na funga kutupa siha njema na funga kututengenezea jamii yetu, lakini pia funga inatupa zoezi la kuacha haramu katika ile miezi 11. Watukufu wa Islam, viongozi wa msikiti, kusema kweli mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa shughuli, mwezi wa harakati. Na katika jumla ya harakati katika mwezi huu ni kusoma Qur'ani, kuisoma Qur'ani. Waislamu tumeghafilika na kuisoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Mbali ya kule kumuita qari akasoma tukakaa kumsikiliza, lakini tunatakiwa majumba yetu tuyapambe kwa qiraatul Qur'an. Kila siku ya Mungu nyumba yako ndani ya mwezi wa Ramadhani hakikisha inasomwa Qur'ani na wewe mwenyewe unaisoma. Wazee wetu huko nyuma walikuwa wanaajiri vijana wa madarasa, wanaajiri waalimu kwa ajili ya mwezi mzima ule kusoma Qur'ani katika nyumba yake. Walielewa fadhila na ubora wa kusoma Qur'ani na baraka zake. Sisi jambo hili tumeghafilika nalo, tumelisahau. Tunashughulishwa na mambo mengi, lakini tunaacha kusoma Qur'ani. Hatuifanyi Qur'ani kama ni moja ya shughuli katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nawasihi sana tushughulike na kuisoma Qur'ani katika mkono wako kutwa nzima. Usikosekane msahafu umeushika mkononi, kila ukipata muda soma Qur'ani, khitimisha Qur'ani baada ya siku 3, baada ya wiki na kuendelea. Acha kuchati. Kile kipindi ambacho wewe ulikuwa umepata uraibu wa kuchati, maana katika jumla ya afya duni ya akili inakwenda kwenye kuchati. Kwa kuwa jambo tunalipenda, tunaona kama ni kitu cha kawaida, lakini ukiitumia ile akili, bahati mbaya akili yenyewe imeshadhoofu. Ile akili yenyewe imeshadhoofu maskini, huwezi kuitumia ukatafakari ukaona kwamba kumbe hiki kilongalonga kinanipotezea mambo mazuri na makubwa, ukapanga muda mdogo sana wa kushughulika na hiki kilongalonga. Saa zote wewe unachati, tena katika mwezi wa Ramadhani, na vitu unavyovichati havina maana, na hata mtu mwenzako huwezi kumuonyesha kama mimi bwana na chati hiki na huku umefunga, kutokana na kunyata kwa hicho kitu unachokichati wewe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Basi huwezi kumuonyesha mwenzako, hebu angalia hiki. Sasa nawarudisha katika lengo. Huu ni mwezi wa Qur'ani. Tunashughulika na mambo mengine tu mengi sana, kufuturushana sijui nini, tunahangaika saa zote na kimbilia na kwenda kufuturu. Sisemi kwamba watu wasifuturishane, lakini na Qur'ani tusiache. Watu tumehangaika na tarawih, kelele, vurugu saa zote, lakini huwezi kuona watu wametulia wanaisoma Qur'ani. Kila mtu nyumbani kwake, kila mtu msikitini, kahamia msikitini anasoma Qur'ani. Siyasema tarawih tusisali,
lakini mahala ilipochukua nafasi tarawehe leo ndio mahala ilipochukua nafasi Qur'ani. Qur'ani hatusomi, tunakwenda nje kabisa. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquranu, huu ndio mwezi iliyoteremshwa Qur'ani. Inna anzalnahu fi lailati alqadri, inna anzalnahu fi lailati mubaraka. Hakuna kitu bora kama Qur'ani duniani, hakuna. Sasa turudi katika msingi wa dini yetu, kuisoma Qur'ani. Tusomeshe Qur'ani, majumba yetu yasomwe Qur'ani. Nyumba zetu zinajaa magomvi, hizo talaka anazozizungumza Sheikh wa mkoa, watu hawana habari na mirathi. Ofisi yake imejaa ugomvi wa mirathi kwa sababu watu hawasomi Qur'ani na wala hawaioni kama Qur'ani ni kiongozi, hudan linasi wa bayinati. Hawaoni kuwa ni Qur'ani ni kiongozi kwao. Sasa wewe funga gani wakati wewe unapinga mirathi? Funga gani unapinga talaka? Kuna watu wanasema mimi najua kuoa tu, sijui kuacha. Anakuja mume ameletwa na mke wake, anasema shekhe, sawa utanisamehe, lakini mimi utanisamehe shekhe katika yote shekhe utanisamehe, mimi najua kuoa tu. Wewe ulioa kupitia nini? Hata ujue kuoa tu, hujui kuacha. Kwa sababu hasomi Qur'ani na hajui kwamba huku kuacha kunatokana na Qur'ani. Lakini mtu akiacha pia hazingatii eda. Swala la eda sasa hivi halizingatiwi kwa sababu watu hawasomi Qur'ani na hawazingatii. Watalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda, ni Qur'ani. Talliquhunna li'iddatihinna, mkiwaacha basi wakae eda. Lakini wa ahsul idda, na ile eda mnayowaweka hawa wake zenu, zingatieni siku yake na mwisho wake na taratibu zake za eda, zingatieni amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa kuwa tumeacha Qur'ani, tumesahau Qur'ani, mtu anafika kusema au anaona kuwa hivi ni vitu vingine, ni vitu vya kwake. Huu ni mwezi wa itikafu. Tukae itikafu msikitini. Tunaacha misikiti tunaiacha. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tumefadhilisha sana shughuli zetu kuliko shughuli za Ramadhani, kitu ambacho tunatoka nje ya mstari. Ni vyema mtu akaweka likizo yake, basi aifanye katika mwezi wa Ramadhani, ili aweze kutabahar katika anshita mbalimbali, shughuli mbalimbali, ahudhurie na afike na azifanye. Kwa hiyo mimi nawakumbusha kuhusu mwezi wa Ramadhani na shughuli zake muhimu na mambo yake muhimu. Tufunge, tusiache kutoa sadaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuwatazame wale ambao hawana. Leo shilingi 3,000 kumpa jirani yako ambaye hali yake ni taabani, unaweza kuiona wewe ni ndogo, lakini 3,000 kwake ni kubwa na ni nyingi, kwa sababu inakwenda kumfuturisha. Kufuturisha kwetu sasa hivi tumekuwekea hivi, tunaalika watu kufuturishana, lakini majirani zetu hatuwatazami, ndugu zetu, jamaa zetu hatuwatazami, jambo ambalo linatoa nje ya mstari kama waumini wa dini hii ya Kiislamu. Baada ya kusema haya, mimi nishiwi hapa. Mheshimiwa Mufti,
kazi yako nimeifanya. Kama nimeifanya vizuri, walillahi alhamdu.